maisha yako mwaka jana na mwaka huu hujaenda kumjua Mungu ndani. Unaweza kusikia mafunzo yanapita Biblia, bado unachukua vitu nusu. Naomba nikwambie, ukimaliza masomo yote haya, uwezo wako wa kuelewa Biblia na Mungu ni mkubwa vibaya mno. Kwa hiyo ukidumaa, maana unakosa maarifa na ufahamu kuhusu Mungu kiroho. Lakini wewe unajua unaweza kudumaa kimaisha. Ngoja nikwambie. Biblia inasema kwamba enendeni duniani mkafanye nini? Mkaongezeke. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26-27. Bwana Yesu asifiwe. Mkafanye nini? Mkaongezeke. Kwa kinyume cha kutoweza kuongezeka, maana yake ni kufanya nini? Kudumaa. Mungu ana mpango. Kitabu cha Yohana sura ya Yohana 3 sura ya 1 mstari wa 2. Ni mpango wa Mungu uweze kuongezeka kiroho, kimwili na kiafya. Kila siku. Kiroho, kiuchumi na kiafya. Ndio mpango wa Mungu. Uweze kuwa na maongezeko kila siku. Sasa unapoona siku zinakwenda unazidi kupungua, maana ni roho ya kudumaa. Au huko pale pale. Sasa kuna roho mbili. Kuna roho ya kurudi nyuma, ili nyingine. Lakini kuna roho ya kudumaa. Kwa sababu imefika hatua sasa hakuna jipya. Watu wa zamani walikuwa wakiona wamefika hatua kama hiyo, wanaamua kuomba. Hakuna jipya wanaweza kufanya. Hakuna jipya inaweza kutokea kwenye maisha. Lakini sio mpango wa Mungu kwamba watu waweze kudumaa. Wana wa Israeli waendelee kuwa siku hadi siku mpaka katika nchi ya Kanaani au kudumaa. Mpendo katika Bwana, mtu aliyedumaa kama ni magonjwa, sio ugonjwa mmoja na kwa 10 mengine, aendi mbele kwa namna yoyote. Mtu aliyedumaa kiuchumi ni mtu ambaye kama alikuwa mwaka jana ombaomba, mwaka huu bado ni ombaomba, mwakani pia bado anaendelea kuwa ombaomba. Na huko ule uchungu ndani ya moyo wako. Kwa sababu sio mpango wa Mungu mwanadamu yoyote adumae. Tanzania, baadhi ya mikoa, huduma ni 40%. Maana mtoto unampa chakula chote, anelepi akuli. Yesu asifiwe. Amedumaa. Wengine wana utapiamlo, anapata kitambi baada ya kukua. Kwa amedumaa na bado ana utapiamlo. Ni kwamba ni mtu ambaye anaweza. Lakini Tanzania udumavu wa akili bado ni kubwa sana. Uko zaidi ya 45 baadhi ya sehemu. Uwezo wa akili watu kuweza kujielewa hakuna. Ndio maana juzi mheshimiwa waziri mkuu akasema inabidi watu waende elimu ya VETA, kwa sababu elimu tunasoma sasa hivi haisaidii. Kwa sababu ni mfumo uliowekwa kwa ajili ya watu kupata maarifa. Lakini yale maarifa hayamsaidii mwanadamu. Yaani ukisoma elimu zote Tanzania, ukasoma form 1, ukasoma chuo kikuu, ukamaliza mpaka ni PhD, ukawa ni profesa, ndio mwisho una chamani unaweza kufanya tena. Lakini elimu ilitengenezwa kwa ajili ya Mungu, akupa mwanadamu kwa ajili hiyo. Mungu alimpa mwanadamu akipata ile elimu imsaidie kutoka. Imsaidie kufanya mambo ya kiuchumi. Mtoto anakushika amaliza form 4, anasubiri ile form 5, au amaliza form 6. Anachowaza ni kazi ya serikali. Haipo. Ndio kifungo umedanganywa. Anachowaza ni kazi ya kuajiriwa. Haipo. Wafanyakazi wa serikali wazidi 600, 700 katika milioni 60. Kwa hiyo mfumo unarumaza, unakufanya usiweze kufikiria nje ya box. Ndio maana serikali inashauri sasa hivi watu bana, jiongeze, pata elimu nyingine ya ziada kusaidia kile ambacho unakiona ndio maono yako. Elimu ya msingi ya sekondari ni ya muhimu, lakini elimu ya ujuzi na maarifa wa mambo fulani ni ya muhimu zaidi. Ndio kuondoa huduma. Ndio maana mtu anasema kilimo chuo kikuu cha Sokoine, chuo kikuu cha kilimo Tanzania ni Sokoine. Miaka 5 au 4 ana hata shamba kwa miaka zaidi ya 20, anasubiri aachiliwe. Kwa nini? Akili imedumaa, haina kipya. Lakini kuna mtoto ambaye hajawahi kwenda shule, yuko Kariakoo, anafanya biashara na milioni. Maana kwamba kuna kitu kina tatizo. Lakini pia kwenye maisha kiroho, ngoja nikwambie, ukiona mwaka wa kwanza wewe ni msisi, mwaka wa pili wewe ni mwizi, mwaka wa tatu wewe ni mwongo, yaani ukui kiroho, uachane na dhambi, jua kama umedumaa. Hakuna kinachoendelea katika maisha yako. Sio mpango wa Mungu mwanadamu yoyote adumae. Roho ya udumavu ni roho mbaya.
wakati wanapanda mbegu, ukienda shambani ukapata mbegu inayodumaa, unashangaa mahindi yanakuwa papo, alafu unamwagilia maji, mvua inanyesha, haukui, hautoi hata mahindi. Na ndivyo wanadamu wengi walivyo. Mungu amekupa udongo na kila kitu, lakini hakuna kinachotokea katika maeneo makubwa matatu ya maisha. Kiuchumi uko pale pale. Ngoja nikwambie, kuna wakati wa kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini bonde la uvuli wa mauti sio la kudumu, ni kwa muda. Mungu atakapomuumba mwanadamu amtese. Mungu alimuumba mwanadamu atarawe. Mungu alimuumba mwanadamu aweze kukamata na kushika uumbaji wake, sio kwa mateso. Kwa ni mpango wa Mungu uweze kutawala kile ambacho amekuumba. Lakini naomba nikwambie, kuna roho inaitwa roho ya kudumaa. Inaweza kutoka kwenye familia, inaweza kutoka kwenye mazingira uliyokulia, inaweza kutoka kwenye pepo na mtanao, inaweza kutokana na chini na tabia fulani. Zote hizo sio wewe. Kwa ili kuweza kutoka hapo, ni lazima tuweze kupangua roho za kudumaa. Biblia inasema tangu enzi za Yohana Mbatizaji, kitabu cha Mathayo sura 11 mstari wa ngapi? Wa 12. Tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka leo, ufalme wa Mungu umepatikana kwa nguvu, na hao wenye nguvu ndio watakaoteka. Kwa lazima leo jioni uvae nguvu, kwa maana Kristo amesema nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za adui, na hakuna kitakao. Kwa hiyo inabidi uwe na nguvu ya kupambana na shetani. Vaeni silaha zote za Mungu muweze kupambana, maana si juu ya damu na nyama. Kwa hiyo kutumaa kwa maisha yako kutokana na damu na nyama, kunatokana na maroho, mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambao wametengeneza mkakati kama walivyomtengenezea Adamu na Eva bustanini kwa ajili ya kuhakikisha kusudi la Mungu katika maisha yako alitokei. Tunakwenda kuomba jioni leo, kila aina ya mkakati wa shetani unaenda kusambaa katika jina la Yesu. Kila kitu kilichotengenezwa kwako kinaenda kutoweka. Tuinuke, sema: Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru jioni ya leo kwa kuwa wewe ni mwaminifu, wewe ni mwema na una makusudi mema na maisha yangu. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba jioni leo uweze kusikia dua yangu, ukanitakase kwa damu ya Yesu na kuniosha kabisa na uovu wote. Sema: Baba, kwa jina la Yesu, sitakufa bali nitaishi kutangaza wema wa Bwana. Baba, kwa jina la Yesu, sitakufa bali nitaishi kutangaza wema wa Bwana. Roho yoyote ya mauti iliyokusudia mabaya juu yangu, ewe roho ya mauti, sikia sauti ya Bwana jioni leo, anguka chini, kufa kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema: Baba, ninaomba nguvu yoyote ya kichawi kutoka nyumba baba yangu, kutoka nyumba mama yangu, ambayo inasababisha mimi kutumaa kiroho, mimi kutumaa kiuchumi, mimi kutumaa kiafya, ninaiamuru leo kwa mamlaka ya jina la Yesu, ewe uchawi, teguka, angamia, achia roho yangu, achia mwili wangu, achia nafsi yangu, katika jina la Yesu. Sema: Baba yangu, Baba yangu, ninaomba jioni leo neema. Bwana, ninaomba neema. Baba, sitaki kudumaa. Hii maisha ya kudumaa nimechoka. Ninaomba kama kuna nguvu yoyote nyuma ya pazia, adui ana ajenda yoyote ya kudumaza maisha yangu, kwa jina la Yesu, moto wa Mungu angamiza huyo adui, kufa leo katika jina la Yesu. Shika kichwa chako, sema: Baba, kwa jina la Yesu, aina yoyote ya mawazo, aina yoyote ya mipango ambayo inasababisha kudumaa kwangu, sambaratika, 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 sambaratika kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, ingia ndani ya akili yangu, ingia ndani ya kichwa changu, fungua akili yangu nikaweze kufikiri sawasawa. Kila mkakati wa adui kudumaza akili yangu, kudumaza mawazo yangu, noka, noka, shindwa kwa jina la Yesu. Aina yoyote ya kurogwa katika akili, noka. Baba, naomba ongea na mimi kuanzia leo,
kupitia ndoto, kupitia maono, kupitia neno lako, yale ambayo ni makusudi katika maisha yangu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, mimi ni wa juu, sio wa chini. Mimi ni kichwa, sio mkia. Ninakataa kudumaa, ninakataa kudumaa katika jina la Yesu. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, ajenda yoyote ambayo imetengenezwa kuzimu kuhakikisha nadumaa kiroho, kiuchumi, kiafya, ninaamuru ajenda hiyo sambaratika, futika kwa jina la Yesu, futika kwa jina la Yesu, sambaratika, sambaratika katika jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Sema, Baba, ninaokabidhi maisha yangu kwa upya mikononi mwako. Naomba unisaidie, naomba unisaidie, naomba unisaidie nikatimize kusudi lako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Chukua dakika moja uombea mshirika wetu kanisa hapa. Kwa Mungu kwa ajili ya ukuaji wa kanisa. Omba Mungu kwa ajili ya neema kanisa kwa jina la Yesu. Baba, tunakushukuru jioni leo. Tunaikabidhi kanisa hili mikononi mwako. Tazama, hii kazi ambayo umeanzisha wewe. Bwana, tunaomba neema kwa ajili ya ukuaji